Bila shaka tunajua kama tumeingiliwa na mwezi wa Rajab. Mwezi wa Rajab ambao kwamba maulama wanasema ni mwezi wa kupanda mbegu. Ukifuatiwa na mwezi wa Shaaban ni mwezi wa suqia, wa kunyunyiziwa maji ile mbegu. Alafu mwezi wa Ramadhan tena ndo mwezi wa machumo, kula sasa matunda ya kile ulichokipanda. Mwezi wa Rajab bila shaka ni moja katika miezi ambayo kwamba ni mitukufu. Swala linalokuja, wengi wanatatizika, wanauliza ya Sheikh, tunapata meseji nyingi katika mitandao ya kijamii na katika khutba na katika durusi, wengine wanasema haifai kufunga mwezi wa Rajab ama kuhusisha kwa saumu, na wengine wanasema yafaa na yatakana mtu akithirishe. Nini haswa rai ya sawa katika masala kama haya? Bila shaka jambo la kwanza, mwezi wa Rajab ni mwezi mtukufu katika miezi minne mitukufu inayojulikana kama al-ashhur al-hurum, ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameitaja aliposema inna iddatash shuhuri 'inda Allahi 12 shahran fi kitabillah yawma khalaqa as-samawati wal ard minha arba'atun hurum. Miezi yote ama miezi hiyo minne ni mwezi wa Dhulqa'da na mwezi wa Dhulhijja na mwezi wa Muharram ambao kwamba ni mitatu imefuatana, alafu ni mwezi huu wa Rajab ambao kwamba uko peke yake. Kwa ijimai mwezi wa Rajab ni katika miezi minne mitukufu. Na maulama daima wanasisitiza katika zama tukufu kufanywa ibada ndani yake kwa wingi, kukithirishwe, ili upatilize fadhila na ubora wa zama kama zile. Na ndio maana Mwenyezi Mungu akasema fala tadhlimu fihinna anfusakum, msizidhulumu ndani ya miezi hiyo nafsi zenu. Na kudhulumu nafsi kuna sampuli mbili, kuna kuidhulumu nafsi kwa kufanya maasiya na kuna kuidhulumu nafsi kwa kutofanya taa. Kuna wale ambao kwamba hawachungi hurma ya mwezi kama huu, wanakwenda wanamaasi Mwenyezi Mungu ndani ya mwezi kama huu na miezi mengine ile mitukufu, wamedhulumu nafsi zao. Na kuna wale ambao kwamba wanazidhulumu nafsi zao kwa kutofanya taa kwa wingi katika miezi kama hii, na kama alivyotaja al-Imam Ibn Rajab al-Hanbali kwa amali huzidishwa kwa moja kati ya mambo matatu, ama ujira wa amali huzidishwa kwa moja kati ya mambo matatu: sharafu zamani na sharafu makani na sharafu adhawat, utukufu wa zama, utukufu wa sehemu na utukufu wa watu wenyewe. Sasa utukufu wa zama, tuko ndani ya zama ambazo kwamba ni tukufu, mwezi katika miezi mitukufu. Kwa hivyo ibada ndani yake ujira wake si sawa na katika miezi mengine. Yani na maana takikana mtu ukithirishe kufanya ibada katika mwezi kama huu. Taib, swala la kufunga, hili ni swala ambalo kwamba limezungumzwa na maulama katika vitabu vyao, na ni swala naam lina khilafu, lakini khilafu yake iko vipi? Madhehebu ya al-Imam Abu Hanifa tulomzungumza leo, na madhehebu ya al-Imam Malik na madhehebu ya al-Imam Shafi'i, yani jumhuri ya fuqahai, wanasema ni sunna kufunga miezi mitukufu ikiwemo Rajab ndani yake. Kwa madhehebu ya al-Imam Ahmad ibn Hanbal wanasema ni makruh kufunga mwezi wa Rajab peke yake. Narudia, kwa madhehebu yale matatu wanasema ni sunna kufunga miezi mitukufu ikiwemo Rajab, na kwa madhehebu la al-Imam Ahmad ibn Hanbal wanasema ni makruh kufunga mwezi wa Rajab peke yake. Nini maana ya makruh kufunga mwezi wa Rajab peke yake? Jambo la kwanza ni makruh, hawakusema ni haramu. Hata madhehebu ya Imam Ahmad ibn Hanbal haikusema ni haramu kufunga mwezi wa Rajab. Alafu karaha yenyewe, ule makruhu unapatikana wakati gani? Wa yukrahu ifradu Rajaba bisiyami au bisawmi, kama alvunuku Ibn Qudama katika al-Mughni. Wa yukrahu, ni makruhi, ifradu Rajab bisawm, kuifunga Rajab peke yake, kuihusisha Rajab peke yake kwa kufunga. Yani wewe mwaka mzima hufungi, ukafika mwezi wa Rajab ukawa wataka kufunga ule mwezi wa Rajab peke yake mwanzo mpaka mwisho, hiyo ndio makruh. Na katika al-Furu' Taqiyuddin anasema tazulu al-karahatu biiftari yawmin min Rajab, ule makruhu huondoka kwa kula japo siku moja katika Rajab. Yani ukifunga siku 29 ama chini ya siku hizo, kwa madhehebu ya Imam Ahmad ibn Hanbal umakruh ushaondoka.
yani waruhusiwa kufunga mwezi wa Rajab ikiwa utakuwa ni peke yake. Lakini ikiwa utaunganisha na siku zingine, wafunga na siku zingine, ama ukaamua unganishe na Shaabani, hakuna umakruh hata kwa Imam Ahmad ibn Hanbal. Tuweni makini. Kwa hivyo karaha, umakruh uliopo kwa madhehebu ya Imam Ahmad ibn Hanbal ni pindi utakapofunga mwezi wa Rajab peke yake na ukaufunga mzima kuanzia tarehe 1 mpaka mwisho wa kumalizika mwezi, hapo ndo kunapatikana nini? Karaha. Lakini la kusikitisha na la kushangaza, watu wakali, message zinatumwa, utasikia mtu akwambia ifai, haramu, bid'a. Kufunga mwezi wa Rajab bid'a. Kwa kauli ya nani? Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi iliyopokewa na al-Imam Ahmad katika musnad yake, na al-Imam Abu Daud katika sunan yake, na al-Imam al-Baihaqi katika sunan al-Kubra na Shu'ab al-Iman, na vile vile Ibn Sa'd katika at-Tabaqat kutoka kwa Abu Mujiba al-Bahili, asema Mtume sallallahu alayhi wasallam alimwambia, sum min al-hurumi watruk, funga katika miezi hiyo mitukufu na uache, yani funga na uache. Yani hii ni amri na irshadi kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, maelekezo. Mtume anamuelekeza sahaba wake, anamwambia funga katika miezi mitukufu na uache. Sasa Mtume amwambia mtu ufunga, wewe unakuja unamwambia asifunge. Tumsikize nani sasa? Tumsikize Mtume sallallahu alayhi wasallam ama tumsikize wewe? Katika hadithi nyingine iliyopokewa na Imam Ahmad katika musnad yake na Imam an-Nasa'i katika sunan yake kutoka kwa Zaid ibn Arqam, asema qultu li rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, asema nilimwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, lam araka tasumu shahran min ash-shuhuri ma tasumu min Sha'ban, asema sijakuona ukifunga mwezi katika miezi kama vile unavyofunga mwezi wa Sha'ban. Asema Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia, dhaka shahrun yaghfulu an-nasu anhu baina Rajaba wa Ramadan, amwambia huo ni mwezi, yani mwezi wa Shaaban ni mwezi ambao kwamba watu wanaghafilika nao, upo kati ya Rajab na Ramadhan. Rajab, Shaaban, Ramadhan. Kwa nini Mtume anaufunga sana? Asema kwa sababu watu wanaghafilika nao. Nini maana kughafilika nao? Al-Imam Shawkani katika Nailul Awtar anasema maana yake ni kwa watu wanafunga Rajab, wanafunga na Ramadhani, alafu wanausahau wa Shaabani, wanaghafilika nao. Kwa hivyo kitendo chao walikuwa ni kufunga mwezi wa Rajab. Sasa ikiwa Mtume alikuwa akifunga mwezi wa Rajab na alihusia watu wafunge, vipi wewe unakwenda kinyume, unakuwa unahimiza watu wasifunge mwezi wa Rajab? Badili uwe ni sababu ya watu kumtii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kujikurubisha na Mwenyezi Mungu, unakuwa ndo pazia na kizuizi. Tenda wapi ndugu zangu? Adalu ala alkhairi kafailihi, Mtume asema mwenye kujulisha khairi ni kama mwenye kufanya. Yani unapomhimiza mtu funga mwezi wa Rajab, ni mwezi mtukufu, upate thawabu za ziada katika mwezi kama huu ama katika wakati kama huu mtukufu, na wewe kama ulivyojulisha ile khairi unapata na thawabu zako. Leo unakuwa kizuizi, unakuwa pingamizi kati ya mtu na ibada. Tunakwenda wapi ndugu zangu Waislamu? Sasa ahadith kama hizi, hata kama si khaswa, hazikutaja mwezi wa Rajab khaswa, lakini ni amma, zimezungumzia al-ashhurul hurum zote, miezi mitukufu yote, ambapo kwamba ni Rajab ni moja katika miezi kama hiyo. Kwa hivyo nadhani amefahamika kwa makini kwa madhehebu nne za Ahlus Sunnati wal Jamaa, madhehebu Imam Abu Hanifa na madhehebu Imam Malik na madhehebu Imam Shafi, ni sunna kufunga mwezi wa Rajab. Ama kwa madhehebu ya Imam Ahmad ibn Hanbal ni makruh, si haramu, na karaha yenyewe inaondoka pindi inapokuwa umekutanisha ama umeunganisha na miezi mengine, ama ukala japo siku moja katika mwezi wa Rajab. Tumuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuelekeze katika haki tuweze kuifuata, ama tujulishe haki tuweze kuifuata, na tujulishe batil tuweze kuepuka. Innahu waliyu dhalika wal qadiru alayhi. Sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Hii ni An-Nisaa TV.